squeeze nikigona najiona fala. Ndo nilikuwa nalia kisa wewe, nachekwa kisa wewe, tena najicheka najiona fala. Ndo nilikuwa nakuoga mbwa wewe, nalewa kisa wewe, squeeze nikigona najiona fala. Ndo nilikuwa nalia kisa wewe, nachekwa kisa wewe, tena najicheka najiona fala. Ndo nilikuwa nakuoga mbwa wewe. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwanahaz Video ni kila mtu ana ndoto zake, na katika ndoto hizo leo naomba nimsogeze kwenu Jay Melody akieleza ndoto zake kimuziki zilikuwa ziko maeneo gani. Kupitia leo Insta story yake, Jay Melody ameweza kuposti kile ambacho kinaelezea ipi ilikuwa ni ndoto yake kwenye ulimwengu wa muziki, ambacho tayari pia HBTV tulikuwa tumeshakiweka hewani. Ukipita kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, nazungumzia HBTV Instagram, HBTV Facebook, HBTV Twitter, HBTV TikTok na mitandao yote, utakutana na posti ambayo Jay Melody aliandika kama ifuatavyo: moja ya ndoto yangu kubwa kwenye muziki ilikuwa ni kujaga kufanya kolabo na my brother Mheshimiwa Mwana FA, na nafurahi kwamba nimetimiza hiyo ndoto mwaka huu, na albamu yangu inayofuata itakuwa na huo wimbo. Jay Melody ametangaza vitu viwili mpigo. Cha kwanza ni yeye kutimiza ndoto ya kufanya kolabo na Mwana FA, na cha pili ni yeye kutangaza ujio wa album yake, ambapo ndani ya hiyo album ndipo wimbo wa kwake na Mwana FA utakapokuja kusikika. Mimi kazi yangu of course ni moja tu, kuendelea kusikiliza update zile ambazo mezileta karibu na mimi, na nitakuwa nikifanya hivyo masaa 24 na siku zote 7 za wiki, yaani 24/7. Bana, tumefika nyumbani kwa mzazi wa Tajiri Chui, lakini kubwa ambalo limetuleta hapa kwa siku ya leo, ikiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupo hapa kwa ajili ya kuweza kwa ajili ya iftar ambayo imeandaliwa na Tajiri Chui kwa siku hii hapa leo. Lengo ni kuweza kushiriki pamoja katika zoezi zima la iftar jioni hii ya leo. Tupo na mama, lakini pia Hamorapa yeye yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba hili zoezi linakamilika na kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Hamo, mambo vipi? I'm good, guys. Uko fresh? Sasa sema hii mikono share inabidi uiweke vizuri kidogo. Tukae vizuri kidogo. Niambie. Let's go, continue sir. Umetikia wito ambao umeupokea kutoka kwa Tajiri Chui. Nani ambaye alikupa huu mwaliko? Tuanzie hapo. Ni mama ama ni Tajiri Chui mwenyewe? All family of Tajiri Chui. So Hamo ni moja pia kati ya wanafamilia wa Tajiri Chui? Me? Yeah. As a friend. Rafiki. Not a family. Sawa, unazungumziaje tukio ambalo limetukutanisha jioni ya leo hapa kwa hiki ambacho amekifanya mwanafamilia Tajiri Chui? It's better, yani ni vizuri kwa sababu jambo la kwanza ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. So kwa hiyo ni kitu mwenye hilo ni kitu vizuri. So kajitahidi, kamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu binadamu yoyote ambaye ajue, au hakuna binadamu ambaye asiyejua kwamba kuna Mungu. Unajua unafanya yote 9-10 yote mazuri mabaya, lakini unajua kuna Mungu. Ndio kusaidia, lazima kuna Mungu na lazima mjue Mungu, na wakati wote waga tunakaa na kuomba, tunapiga goti kumwomba Mungu ili aweze kutupa uhai mrefu, kutupa pumzi, kutupa afya na kutupa kila kitu ambacho kinahitajika kwa binadamu. Ujaogopa, maana katikati hapa kuna mengi ambayo yametokea yanayomhusu Tajiri Chui kama Tajiri Chui. So kwa nini kamuita Morapa aje huko, aje kwenye iftari, na katikati hapa kuna mabalaa mengi sana ambayo yametokea kimhusu yeye? Ujaogopa chochote? Wenda akakutanguliza kama nani sasa?
Mama anaona kwa gari ataka anaona hili ni sanda au anaona ni nini? Jenesa. Kwa hiyo mimi bwana Mwana Hasbironi, hiyo ndo video bana ambayo inamuonesha mtoto wa Zari akiwa tayari analibeba jiko lake, na Zari mwenyewe amekuwa ni supporter namba moja, mtu ambaye hataki kabisa kuona mtoto wake anaikosa furaha yake ya maisha bana. Amesapoti mwanzo mwisho, na amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wametokea kuinspire wanawake wengine kusapoti watoto wao. Mimi kazi yangu itakuwa ni kuendelea kusogeza na kukuweka karibia na update ambazo nakuwa nimezipokea. Baada ya kuweza kuipokea hii, natamani pia na wewe Mwana Hasbironi itazame kwa mara nyingine tena na ambavyo mambo hajakatwa vipande, yani kwamba hii hapa hii ili ni kongosho sijui mpaja sijui unajua hata utumbo umekaa pembeni wala kichwa wala macho. Ona kuta kuku mzima hivi full, wewe unaweza kumla kuku kama unajua kabisa hawa si mambo yao yale alafu usiku unashangaa kumbe umekula bundi. Haya umekula hata vidole vya watu hivi. Sio unajua wanga. Kwa hiyo hata mimi yani nilikuwa nimefanya tu kachani. Alafu ni mzumu tu hivi. Kwanza nitakata nilitupe huko lisani lenyewe. Wewe kuku gani hajapasuliwa wewe uko na hapo ushakula? Nimemuona wewe kuku, lakini na nikasema tamuuliza Morapa baadaye kwamba sawa kamuona lakini kamchukua kamla. Sababu tu alikuwa analazimisha. Kama onja tu, kama sunna, kama baraka. Unajua ile Uislamu kuna kitu inaitwa sunna, afu ndio ushafika kwenye eneo la tukio kuja kufuturu. Kwa hiyo sasa kwenye tumbo nyenye nasikia linaunguruma, sijui kwa ajili hiyo wanangu. Unaweza kukuta tumekula mikono ya watu. Wewe unajuaga tajiri chui. Wewe ina maana umwamini kabisa mama, maana mama ni mtu wa swala 5 hapa. Si nani imetoka kwa tajiri mwanae? Nani simetoka kwa tajiri? Sasa kama ni tajiri imetoka kwa tajiri. Kama imetoka kwa tajiri chui, na tajiri chui nasi unajua kabisa sifa yake. Azimomo wizard. You know what means of wizard. So muamini tajiri chui? Simwamini. Yaani hapa yenyewe naona kabisa tumelishwa mikono vidole vya watu. Yaani tumeisha vidole vya watu wa mabundi, kwa sababu huwezi kuku lazima ukatekate, umweke hivi aonekane kabisa kuku. Hata taste yake muda anakula as a different, yani na ladha ya kuku. Tofauti na ladha ya wale kuku wengine ambao tunajua sisi. Kwa sababu hata kama boila unajua taste yao, au kienyeji unajua taste yao, lakini ile pale kwanza hicho kilichosababisha ni hicho hapo kwamba jamani nini. Kuku haja katakatwa. Afu ameandaliwa kwa mama. Mama wewe umeandaje kuku ambaye hajakatwa na wewe? Na mimi ndo nimeambiwa ni mwanda hivyo sasa. Ni mwenyewe. Come on. Mama shaanza kuingia kwenye mfumo. Unaondoka. Mimi mwenyewe na mwanda huko na huko. Mama kaambiwa hivyo afu mama akakubali. Sasa tufanyeje? Mama kashaanza kuingia kwenye mfumo. Mwanzo alikuwa mgumu sana, lakini mwisho siku gari pia kalikubali. Maisha yanaendelea. Mama. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.